beba title ya ligi yetu. Tathmini nzima ya mchezo tu ukiuzungumzia Simba na Yanga kwa wakati mmoja, umeona michezo ilikuwa ya aina gani kwa hizi timu zetu mbili? Hizi timu kubwa zimepania na wao wanajua unapopoteza point kwenye hizi mechi mbili ambazo zimebakia, una nafasi kubwa ya kumpa mpinzani wako advantage ya kuwa bingwa. Nafasi ya tatu tunampa sasa rasmi Azam FC au bado tuweke mpaka mwishoni mwa ligi, yani tuseme hii tarehe 22 ndo tumhakikishie Azam nafasi ya tatu. Jan Chazawa mabao 16 jana kafikisha, lakini alizakiwa aondoke na zaidi ya mabao 16 jana. Yani aongeze, jana kafunga bao moja. Lakini kuna baadhi ya matukio kayafanya hadi unaweza kusema si tabia za mchezaji mkubwa wa kiwango kile. Siwezi sema kwamba Jan Chazawa moja kwa moja kwamba anaweza kuwa ni mfungaji bora, kwa sababu mpira sometimes. Tatizo kwa Madrid ilikuwa ni kocha ama bado tunaona muendelezo sio mzuri kwenye msimu huu? Ila Alonso ni mwalimu mzuri na Madrid sio kwamba ndio imeisha. Madrid ndio kwanza wanaanza. Karibu tena mtazamaji wa FJTV ndani ya kipindi chako pendwa cha Sport League Cup, na hapa tunakuangazia mambo yote ya kimichezo ambayo unatamani kuyajua nje ya Tanzania pamoja na ndani ya mipaka ya Tanzania. Na kwa uchache kati ya yale mengi ambayo tutaenda kuyazungumzia hivi leo ni muendelezo wa ligi kuu, ambapo kwa siku ya jana mzunguko wa 29 ulitamatika na kuonekana kwa vipigo vingi vikionekana, ambapo Simba aliweza kuondoka na ushindi wa mabao 5-0 dhidi ya Ken Gold. Lakini nje ya mipaka ya Tanzania tutaenda kuangazia michuano ya kombe la dunia, kuangazia vilabu ambapo Real Madrid aliweza kubana mbavu na Al Hilal ambayo inashiriki ligi kuu ya Saudi Arabia. Nekuendeshea kipindi hichi ni Neema Kayugwa, lakini sitakuwa peke yangu ndani leo, nitakuwa na usajili mpya ambaye ni Joakim Mushi ambaye atakuangazia mambo yote ya kimichezo kwa undani zaidi ambayo unatamani kuyajua wewe mtazamaji wa FJTV, lakini pia mfuatiliaji wa kipindi cha Sports League Cup. Tumerejea tena mtazamaji wa FJTV, na kama nilivyokuambia awali kipindi hewani ni Sports League Cup, na leo nipo na usajili mpya bwana Joakim Mushi ambaye ameweza kutugrace katika studio zetu, lakini si mbaya tujuliane hali. Mushi, habari yako? Nzuri, vipi? Uko poa? Niko poa. Nyumbani wanasemaje? Niko poa, sijui. Karibu Sports League Cup. Asante, umependeza. Asante na wewe pia. Basi kwa kuanza taarifa zetu bwana, bila kupoteza muda, mzunguko wa 29 ligi ya Tanzania bara umeendelea kwa siku ya jana, lakini umetamatika. Mambo mengi yameonekana, vipigo vikubwa. Mzunguko wa 29 au wengine ni mzunguko wa 28. Ya 28, okay. Yeah. Sawa, kwa kuanza tukiangazia kwenye ile michezo iliyochezwa siku ya jana. Ukiangalia hizi timu zetu kubwa zimepata ushindi mkubwa ambao ni kidogo unaenda kutupa taswira jinsi gani dabi itaenda kukua. Yanga kapata ushindi wa mabao 5, lakini kwa upande wa Simba naye kapata hivyo hivyo ushindi wa mabao 5. Kwa nafasi ya 3 na nafasi ya 4 ambayo wanapigania Singida Black Stars pamoja na Azam, nao umeona matokeo yao. Singida kapata ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Dodoma Jiji, lakini Azam amemfunga Tabora United mabao 5. Sikianzia kwa hawa wakubwa hapo ndo wanabeba title ya ligi yetu. Tathmini nzima ya mchezo tu ukiuzungumzia Simba na Yanga kwa wakati mmoja, umeona michezo ilikuwa ya aina gani kwa hizi timu zetu mbili? Kwa michezo ya jana ambapo Simba wameweza kushinda goli 5 dhidi ya Ken Gold na Yanga Africa kushinda goli 5 dhidi ya Prison, inakuonyesha kwamba ni hatua gani kwamba hizi timu zimejiandaa. Na zimejiandaa vipi, na kuonyesha kwamba walikuwa wote wapo tayari kwa ajili ya dabi. Kwa maana gani? Unaona Simba wameshinda goli 5 na Yanga wameshinda goli 5, ila ukiangalia aina ya magoli pia walioshinda ni kama yanaweza yakafanana, yaani kwa muonekano na pia hata kwa dakika. Zilikuwa zipishani dakika nyingi sana. Kwa mfano goli la 4 la Yanga linaingia yani hajapita hata sekunde labda tuseme 60 na Simba wakapata goli la 4. Kwa hiyo inaonyesha kwamba ni timu ambazo tayari zilikuwa zimejiandaa kwa ajili ya dabi, na pia zinajua kila Yanga anapoingia uwanjani anajua kwamba Simba yuko nyuma yangu, na Simba anajua kwamba mimi naingia uwanjani Yanga yuko mbele yangu kwa pointi moja. Kwa hiyo inabidi nifanyaje? Hamna jinsi zaidi ya kushinda. Ndio maana tumeona huyu ana goli 5, huyu ana goli 5. Kwa hiyo walistahili kutokana na ukubwa na ubora wa vikosi. Kwa mfano Yanga walianza full mkoko. Unaona kabisa hichi ni kikosi ambacho kinaweza kaanza dabi. Simba walianza full mkoko ambacho unaona kabisa hichi ni kikosi ambacho kinaweza kaanza dabi. Kwa hiyo hizi timu kubwa zimepania na wao wanajua unapopoteza point kwenye hizi mechi mbili ambazo zimebakia, una nafasi kubwa ya kumpa mpinzani wako advantage ya kuwa bingwa.
Simba pointi 75 nafasi ya pili, lakini Yanga pointi 76 nafasi ya kwanza. Wamebakiza mechi moja kuelekea Kariakoo Derby. Huyu mmoja dhidi ya Dodoma Jiji, lakini mwingine dhidi ya Kagera Sugar. Unaona hizi timu mbili zikienda kuangusha alama kwenye hii michezo iliyobakia kuelekea Kariakoo Derby, ama ndio muendelezo mzuri wa matokeo ambayo yataleta pressure kwenye mchezo wao wa mwisho? Mimi hofu wangu kubwa itakuwa kwa Simba dhidi ya Kagera. Kwa maana Kagera Juma Kaseja historia yao pia Kagera Juma Kaseja imebadilika na imebadilika vipi? Wakati huo tujue imeshashuka daraja. Sasa hivi wameshuka daraja. Ukitaka kuangalia katika mechi 8 ambazo zimechezwa jana, Kagera Sugar tu na Namungo ndio timu ambazo hazijafungana. Ila ukiangalia timu zote 7 zimefungana. Huyu kafungwa 5, Dodoma Jiji kafungwa 2-1 na Singida, ila Kagera Sugar dhidi ya Namungo wametoka 0-0. Kwa hiyo inakuonyesha tumeshuka daraja, lakini sio kama tunakufa kizembe. Na ukirudi kwenye rekodi, Kagera na Simba haijaji kuwa mechi rahisi. Walishaharibiwa Simba mbele ya rais, kwa hiyo unajua. Kwa hiyo ila kwa Yanga na Dodoma Jiji naiona Yanga ambayo Yanga wana kila sababu ya kushinda. Tumeona Mdathiri sio Dodoma Jiji kwa maana Yanga wana uhitaji mkubwa sana, na ukizingatia na ubora wa kikosi na upana pia wa kikosi. Kaondoka Zeziki, ila watu kama shamsahau, una Chama, una Pacome. Kwa hiyo ni mapema, ila kwa uwezo wa jana ambao kaonyesha Chama, kwa uwezo ambao kaonyesha Pacome, inakuonyesha kabisa Yanga ni timu ambayo inaweza ikaishi bila Zeziki. Wanaenda kucheza Amani Zanzibar. Unajua Zanzibar tayari Yanga wana utawala wao. Dodoma Jiji nadhani itakuwa ndio first time wanaenda kucheza mechi ya mashindano. Kwa hiyo mimi napa advantage Yanga kushinda dhidi ya Dodoma Jiji, ila Simba na Kagera chochote kinaweza katokea kwa sababu rekodi nazo zinawabeba Kagera. Alafu kizingatia Juma Kaseja anajua Simba, na pia kuna kitu japokuwa wameshuka, ila kuna kitu baada ya Kaseja kuja, kuna kitu kilibadilika ndani ya Kagera. Kwa hiyo mimi kwa hizo mechi mbili ambazo zimebakia, mimi naona kuna mtu anaenda kupigiwa makofi siku ya tarehe 25. Kwa kumalizia taarifa hiyo, ukiangalia timu ya Azam FC ambayo tulikuwa tunaona bado ina shake kwenye upande wa matokeo, siku ya jana imeweza kupata ushindi wa mabao 5 na dhidi ya Tabora United, lakini ambaye wanashindania hiyo nafasi ni Singida Black Stars ambaye hakuwa nyuma sana kimatokeo japo aliruhusu goli moja. Nafasi ya 3 tunampa sasa rasmi Azam FC au bado tuweke mpaka mwishoni mwa ligi, yani tuseme hii tarehe 22 ndio tumhakikishie Azam nafasi ya 3? Amna, Azam FC hata kwa nafasi ambayo ameishika sio nafasi ambayo Azam anatakiwa aishike. Sijui unanielewa. Nafasi ya 3 kwa Azam na uwekezaji wake, unaona kabisa ni timu ambayo kila ambacho wanakipata na kitu ambacho wanakiweka ni tofauti. Sijui unanielewa. Hii mechi wameshinda goli 5 dhidi ya Tabora. Kuna maneno mengi yalitokea sana kuhusu Rashid Tausi kuhusishwa kuondoka kwa sababu kuna mwalimu sitaki kumtaja, anaonekana yupo kwenye mitaa ya Chamanzi. Kwa hiyo hichi ambacho wanakifanya Azam FC au wamekifanya Azam FC ni kuonyesha tu kwamba wao wenyewe ni timu kubwa na ni timu ambayo ilikuwa inatakiwa kuwa ndani ya zile 2 bora. Sijui unanielewa. Kwa hiyo kwa Azam ongela kwao. Ile Azam ni timu ambayo mwanzoni inaanza vizuri, katikati inakuja kupoteana, mwishoni nayo inamaliza vizuri. Kwa hiyo Azam FC tuwape nafasi ya 3. Tukienda kwenye taarifa nyingine, mtazamaji wa FJTV, unaweza pia kutoa maoni yako kuhusiana na tathmini nzima ya mzunguko wa 29, wakati wengine ukiwa ni mzunguko wa 28, lakini toa tathmini yako wewe kama shabiki wa Simba, shabiki wa Yanga, shabiki wa Azam, ama shabiki wa Ken Gold, shabiki wa Tanzania Prison, shabiki wa timu yoyote. Umekionaje kiwango cha timu yako kwenye mzunguko wa 29 au 28? Lakini toa maoni yako, unamuona nani ambaye ana uwezo mzuri wa kwenda kubeba ubingwa? Tutasoma maoni yako kupitia kurasa zetu mbalimbali za kijamii. Tukienda kwenye taarifa ya mfungaji bora ambaye imeonekana kuwa ni bado kama watu wameshamjua, kwa sababu ukiangalia idadi ya mabao alionayo, lakini assist alizonazo, Jan Chazawa mabao 16 jana kafikisha, lakini alitakiwa aondoke na zaidi ya mabao 16 jana. Yaani aongeze, jana akafunga bao moja. Lakini kuna baadhi ya matukio kayafanya hadi unaweza kusema si tabia za mchezaji mkubwa wa kiwango kile. Kuna tukio lilifanya akiwa Zanzibar dhidi ya Stellenbosch kwenye nusu finali ya kombe la shirikisho, alimfinya golikipa akawa yeye na goli, lakini jana karudia vile vile, umeona, lakini amekosa bao. Kafunga bao moja, kajiongezea idadi ya mabao 16, huko anayemfuatia Mtanzania Clement Mzize mabao 13, tofauti ya mabao 3. Unamuona au akienda kukichukua kikombe, ukizingatia kila mtu amebakiza mechi I think 2-2.
huyu na Kagera pamoja na Dabi ambao wanakutana wenyewe, ambao haitakuwa nyepesi. Nani unampa yani kiatu cha mfungaji bora? Siwezi sema kwamba Jean Charles Ahoua moja kwa moja kwamba anaweza kama ni mfungaji bora, kwa sababu mpira sometimes kuna matokeo ambayo wewe mwenyewe huwezi kuamini. Kwa maana tunakumbuka msimu uliopita ambao Mayele na nadhani ni George Mpole ule, mpaka mechi za mwisho ndo waliamua nani wanagawana kiatu. Sijui unanielewa, ikaja katokea tena Mayele na Saido. Nadhani unakumbuka. Kwa hiyo unaweza kushangaa hii mechi moja ya Dodoma, nani kati ya Yanga na Dodoma Jiji, mtu Clement anaweza kaingia hata hat-trick. Kwa nini jana kufanya vile? Au yakuwa na nafasi nzuri ya kuliona lango? Prison tunapozungumzia Prison sio timu rahisi kufungika, tunajua. Kwa hiyo hata ukiangalia aina ya magoli ambayo Yanga wameyapata ni sio yale rahisi, ni magoli magumu. Ukitaka kuangalia tofauti ondoa la goli la Mudathiri la kichwa, unaweza kusema ni goli jepesi, ila magoli yote waliofunga Yanga ni magumu. Kwa hiyo kwa Clement kutokufunga jana, kila mtu kaelewa kwa nini hajafunga, sijui unanielewa. Ila kwa kiatu cha mfungaji bora kwamba kusema Ahoua anachukua moja kwa moja sio sahihi. Ngoja tusubiri iishe. Hata yenyewe Dabi yenyewe inaweza katoa magoli. Kwa kiatu cha mfungaji bora bwana Joachim mwisho anakuambia tusubiri mpaka na mechi ya mwisho ambayo itaenda kutuhakikisha, kwa sababu ametoa takwimu misimu ambayo wafungaji bora walienda hadi dakika za mwishoni kabisa. Taarifa ya Jean Charles Ahoua pamoja na taarifa ya msimamo wa msimamo wa ligi kuu kwenye mzunguko wa 29 ndio inatukamilishia taarifa zetu za hapa ndani. Twende mapumziko mafupi, tukirejea ni taarifa za kimataifa zaidi, ambapo tutakuangazia michuano ya kombe la dunia kwa ngazi za vilabu. Tumerejea na sasa hivi bwana Joachim Mushi, tunaangazia masuala ya kimataifa, na kubwa zaidi ambalo tunaangazia ni kwenye michuano ya kombe la dunia kwa ngazi ya vilabu, ambapo hapa sasa kwa ukubwa zaidi watu tunaziangazia timu ambazo za Afrika zinashiriki huko kombe la dunia kwa ngazi ya vilabu ambazo zinafanyika Marekani. Tukiangazia kwa upande wa jana bwana, kuna mechi ambayo ilichezwa. Wydad alikuwa ndo kibarua chake cha kwanza dhidi ya Manchester City na akaweza kupoteza, na tuliangazia vipindi vilivyopita kiwango chake na sajili ambazo alizifanya kuelekea kwenye michuano bado hazijamsaidia. Afanye nini? Mchezo wa kwanza kashapoteza bao 2-0. Kwa Wydad mimi siwezi kuwalaumu, na pia timu za Afrika naweza kusema siwezi kuwalaumu, kwa maana ukitaka kukompare timu zetu za Afrika na timu za wenzetu za Ulaya tunaona kabisa kwamba ni mbingu na ardhi. Japokuwa sisi wenyewe kuna muda tunaona kama tupo nao sawa, lakini sio sahihi. Kwa maana gani? Hebu angalia mchezaji mmoja tu wa Man City, afu ujaribu kumchukua mchezaji mmoja wa Wydad, wewe mwenyewe utaona kwamba ni wako tofauti, kuanzia makuzi, kuanzia malezi. Wenzetu unaona kabisa mtoto anakuwa miaka 7, miaka 8, unamuona kabisa Haaland katokea timu ya vijana hii. Ila kwa sisi Afrika unakuja tu unamuona tu mchezaji huyu hapa ameshakuwa, hujui makuzi yake. Ndio maana hata kuna maamuzi ambayo yanatukosi sisi wa Afrika ya viwanjani tofauti na wenzetu wazungu. Sijui unanielewa. Kwa hiyo kwa hichi ambacho tunakivuna sisi Afrika, tupo kwa ajili ya kujifunza. Msimu ujao au mashindano yajayo tukienda na sisi tuna kitu cha kuonyesha. Ila kwa sasa hivi mimi naamini timu zetu zipo kwa ajili ya kujifunza tu. Kwa ajili ya kujifunza. Lakini ukiangalia kwa upande wa Mamelodi pamoja na Al Ahly, wanaonesha ule uhai kidogo, kwa sababu mechi zao za kwanza hawajapoteza. Mmoja katoa sare, lakini mmoja ameweza kupata ushindi ambaye ni Mamelodi. Kwa kujifunza kwa hizi timu ambazo zimesalia, ambazo bado tunaona matokeo yao ni machache, lakini pia mimi nadhani hata uwekezaji pia, kwa sababu hii michuano ni mikubwa na inakutanisha vilabu ambavyo ni vikubwa. Lakini tukiangalia tena kwa mchezo mwingine ambao ulikutanisha Madrid pamoja na Al Hilal ya Saudi Arabia. Bwana, katika ule mchezo jana nilichokipenda ni kiwango cha golikipa wa Al Hilal ambaye pia ni Muafrika. Mendy. Kwa hiyo ni jinsi ambavyo alivyocheza, alivyoweza kuamudu wale wachezaji wa Madrid. Yaani nilifurahia. Japokuwa mechi ya kwanza kwa kocha wa Madrid Alonso, lakini ndio mechi yake ambayo anaenda kupata ugumu zaidi. Tatizo kwa Madrid ilikuwa ni kocha, ama bado tunaona muendelezo sio mzuri kwenye msimu?
Madrid ni bora. Madrid ni bora, na unapozungumzia Al Hilal ya Saudi Arabia ni timu ambayo imekusanya wazungu. Kwa maana gani? Kwamba imewachukua wazungu kule kutoka Ulaya ikawaleta Saudia. Na ukitaka kuangalia kwa mfano muongelea golikipa Mendy ana Champions League medali. Ashapa medali Chelsea, nadhani unajua. Pia ashakuwa ni bingwa Afrika hapa AFCON, nadhani unajua. Ni golikipa ambaye we mwenyewe unatamani kumuona angeendelea kubaki Ulaya, lakini kwa hela za Waarabu zimemfanya ameenda kule. Mitrovic nadhani unamjua, alikuwa ni striker hatari sana Juventus, ila ametoka pale ameenda kule. Kwa hiyo inaonyesha mechi ya jana ilikuwa ni ngumu. Sio kwamba Madrid walikuwa wanacheza na Waarabu, hapana. Madrid walikuwa wanacheza na wazungu wenzao ambao wanajuana kimbinu, kimichezo, yani kila kitu wanajua. Tabia zote za Ulaya wanazo wachezaji wa Al Hilal, ndo ambacho kimesababisha wamepata ile sare ya 1-1. Ila Alonso ni mwalimu mzuri, na Madrid sio kwamba ndo imeisha. Madrid ndo kwanza wanaanza. Unaona kabisa kuna maingizo mapya. Ulimuona jana Alexander alianza. Kwa hiyo inakuonyesha kwamba Madrid watabadilika na kadi inavyozidi kuendelea, kwa sababu mchezaji anajulikana pale ambapo anacheza, ndo mapungufu yake yanajulikana. Kwa hiyo Alonso kwa hicho ambacho anaanza nacho ni kama pre-season wameenda. Kwa hiyo mimi naamini timu zitarudi na timu zitakuwa bora zaidi hapa ambapo tunawaona. Tena Madrid wamekosa mkwaju wa penalty. Ubora alioonyesha yule golikipa Aise, naweza nikasifu kwamba Madrid walikutana na moja ya kizingiti kigumu sana kwenye lango. Kifanyike kipi ama ni wa Madrid kweli? Sawa, hii michuano tu watu wengine wanaichukulia kama ni pre-season, lakini ni moja ya michuano ambayo imeweka uwekezaji mkubwa sana kwa timu ambazo kwa mechi husika ukishinda tu bilioni 5 za Kitanzania. Hizo ukishinda. Umeona? Lakini sasa jinsi ambavyo timu hizi zipo kwenye hii michuano, nadhani bado zimeweka nguvu pia ya kupambana. Ila kwa upande jana Madrid kutopata ushindi kwenye ile mechi, mimi niliona pia na kiwango ambacho walikutana na mpinzani wao. Ukiangalia mkwaju wa penalty wamekosa, lakini hata kwenye upande wa pichi waliweza kushindana. Kuna ushindani ambao waliuonesha. Tunaweza kwa hizi mechi au kwenye haya makundi unaona Madrid kutoboa. Japokuwa mchezo wao wa kwanza bado kiwango kizuri, lakini matokeo sio mazuri kwenye hili group ambalo yupo. Mimi ninachoamini Madrid anaweza kufika mbali kwenye haya mashindano. Yaani kwa mechi ya jana kwanza, kumbuka nimekwambia amekutana na wachezaji ambao wao wenyewe washacheza Ulaya. Sijui unanielewa. Umemuongelea sana golikipa, umemsifia sana Otamendi. Ni golikipa ambaye kaondoka Chelsea, lakini kila mtu ambaye alikuwa anatamani kumuona kwamba kufanyaje akiondoka. Kwa Madrid, kumbuka wana mwalimu mpya, kwa hiyo lazima atakuja na mifumo yake mipya. Sijui unaelewa. Kwa hiyo taratibu Madrid itaunga, na kwenye haya mashindano Madrid anaweza kufanya kitu kubwa zaidi. Mimi naamini Madrid wana nafasi kubwa ya kufika mbali kutokana na mwalimu alionao na wachezaji walionao, ndo anaanza. Mimi naamini Madrid watafika mbali kwenye mashindano. Mtazamaji wa FJ TV, na wewe unaweza kutoa maoni yako. Unaiona wapi timu zetu za Afrika ambazo zinashiriki kombe la dunia kwa ngazi ya vilabu, lakini unaweza kutoa maoni pia wafanye nini au nini kifanyike kwenye hii michuano, hata tupate timu moja ambayo inaweza ikavuka hatua ya 16 kuelekea kwenye hatua ya 16 bora. Taarifa ya klabu ya Real Madrid pamoja na taarifa ya mchezo wa Wydad Casablanca dhidi ya Manchester City ndio inatufungia mwisho wa kipindi chetu cha Sports League Cup. Na kama nilivyokuambia, ulikuwa nami Neema Kayuga niliokiendesha kipindi hicho, lakini nilikuwa na Joakim Mushi, bwana usajili mpya, ukaribu sana, ambaye alikuhakikishia wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa Sports League Cup unapata kwa undani zaidi taarifa zote za kimichezo Tanzania pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania. Endelea kufuatilia FJ TV kwa taarifa zingine, lakini pia kwa michezo mingine ambayo inaendelea. Bye bye, na wakati mwingine tutakutana.